Kwa majina ninaitwa Mwalimu Baraka Losiriani, mwalimu wa kujitolea katika shule ya msingi Nomocon, ambaye ni shule mpya sasa ambaye inahudumiwa na jamii na nimesomea ualimu. Na changamoto tunazokutana nazo walimu wa kujitolea, kwanza mazingira ya kutoka umbali wa shule na umbali wa kutokea shuleni kuja hapa shuleni, kutoka nyumbani kuja hapa shuleni ni moja kati ya changamoto ambazo walimu wanakumbana nazo. Pia mazingira ukiangalia hakuna vyoo, kuna nyumba za walimu. Ndio changamoto kubwa hasa walimu wanakutana nazo. Ukienda upande wa wanafunzi, tunakuwa na uhaba wa madarasa, na pia ukiangalia kwa idadi ya wanafunzi waliopo kuna uhaba pia wa walimu. Kwa hiyo kwa kifupi kuna changamoto kubwa ya walimu, pia kuna na kinachochangia changamoto kubwa ya walimu, upungufu wa vyumba vya walimu na nyumba za kufundishia kwa wanafunzi. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa iliyopo hapa, na ni shule mpya ambaye imeanzishwa, ni shule shikizi kwa sasa. Mimi ninaitwa Mwalimu Eva Joseph. Ninafundisha shule ya awali Nomocon, shule shikizi. Ombi langu kwa serikali waendelee kuboresha shule yetu, na pia tulitamani tupate sekondari hapa, na shule yetu inasaidiwa na jamii. Tayari tuna madarasa mawili, darasa la kwanza, la pili na awali. Lakini pia tungeomba serikali waendelee kuboresha shule yetu. Ugumu ipo kwenye ulipaji wa hela. Ugumu yetu sisi ipo kwenye ulipaji wa hela, maana tunaweza tukajitolea, tukatoa nguvu zetu kufundisha, lakini baada ya mwezi kuisha unakuta hatujapata mshahara wetu. Haitanyima kweli, lakini umeacha kazi zako zingine ukajitolea. Kwa hiyo sasa inakuwa nafanya kazi bure, maana hakuna malipo. Majina yangu naitwa Samuel Lengai, mwenyekiti wa kitongoji hichi. Hapa niliposimama ni shule shikizi ya shule ya msingi Nomocon, ambayo imejengwa kwa nguvu za wazazi wa kitongoji hichi, ambayo wamejenga kwa jitihada zao kwa kusanya michango ya wananchi na kujenga madarasa hapa mpaka ilipofikia, na mpaka sasa hivi kuna madarasa matatu. Darasa la awali, darasa la kwanza na darasa la pili, ambao jumla ina wanafunzi 261 na ina walimu 4 ambao wanalipwa na jamii. Sio mkono wa serikali bado hatujapata, kwa sababu shule bado ni changa na hatujapata mkono wa serikali. Kwa hiyo ni wananchi ndio wanashirikiana wenyewe kutoa michango kidogo kidogo kwa ajili ya kuwalipa walimu ili waweze kufundisha. Na vile vile changamoto tunazo kwa sababu jamii ina watu wengi, kwa hiyo bado tunataka madarasa mengine kwa ajili ya kuendelea kuwapokea watoto wanaoenda madarasa ya juu. Sawa. Mwitikio ulikuwa hafifu, na ndio maana tumejenga kwa muda mrefu, kwa sababu majengo haya tumejenga ili la nye watoto awali tumejenga 2007, lakini yale mengine tumejenga miaka miwili yanayofuatana, 2021 tukamalizia 2024, ambapo kwa sababu ya michango hiyo ilisuasua, wananchi wanatoa kidogo na baadaye tena inakatika, tunajenga mpaka tunafikia sehemu fulani tunarudia tena mchango. Tumeamua kufanya hivyo, kujenga shule hapa kwa sababu shule mama ni mbali na watoto wanatoka mbali. Kwa hivyo tumeamua kujenga kwa sababu changamoto, mvua zikinyesha watoto wakiwa mbali wanashindwa kufika, na vile vile wanyama, kwa sababu mtoto akitoka hapa ili hawai inabidi atoke saa 11 asubuhi, ile saa 11 kuanzia saa 10 mtoto anaamka, saa 11 anaanza kutembea. Tunaona vipi tujenge shule hapa karibu. Tumetembelewa na shirika la ECLA, tuna matumaini mazuri kwao kwa sababu tumeona ni shirika ambalo linajitolea sana kwa ajili, ni wadau wa maendeleo. Wamejenga shule nyingi kwa sisi, na sisi tunatumaini wanaweza wakatusikia na wakatujengea shule. Tunaambia serikali kwamba watuone, na pia wito wetu kwa jamii pia tunawaambia kwamba tuiombee shirika hili la ECLA angalau watuweze kutukumbuka na sisi na kujengea madarasa mengine ili tuweze kukamilika na shule yetu kusajiliwa. Bye bye. Bye bye. Bye bye.